tuko poa. Nashukuru Mungu tuko vizuri. Kwa kipekee lazima tumshukuru Mungu kwa ushindi mkubwa ambao tumeupata leo. Lakini hii sio zahama ya Stand United. Stand wao wamekanyaga tu. Hizi bao 8 zilikuwepo kwa ajili ya klabu ya Simba. Yaani Stand imekuwa ni kama mfano kwa wengine tu. Mwaka huu hatucheki na mtu yoyote. Tuko serious na kombe kubwa. Na kama ukifanya takwimu duniani, timu ambayo katika kombe la shirikisho, CRDB Federation au kombe la shirikisho duniani, hakuna timu ambayo imeenda miaka 3 bila kufungwa ni zaidi ya Yanga. Yaani Yanga imeweka historia duniani. Ni timu ambayo miaka 3 katika kombe la shirikisho haijafungwa peke yake. Rekodi hiyo. Hao wengine mnaweza mnaweza mkagugo ukasema kuna timu fulani katika nchi fulani ilienda miaka 3 katika kombe ya CRDB Federation, kombe lote la shirikisho au hajafungwa zaidi ya Yanga peke yake. Lakini rekodi kubwa tumeweka, Yanga ndio imefunga bao 8. Inawezekana hata kwa mwaka huu inawezekana ndio Yanga peke yake imefunga bao nyingi kuliko klabu yoyote. Na kwenye kombe hili ndio Yanga imefunga bao nyingi kuliko timu nyingine yoyote. Huo ndio ubora wa klabu ya Yanga. Lakini ubora wa pili, na hii inawezekana mkafahamu, kwa mwaka huu Yanga ndio timu pekee ambayo itaweka historia ya kuchukua vikombe vingi kuliko klabu yoyote duniani. Tushachukua vikombe viwili. Tushachukua ngao ya jamii, tushachukua CRDB Federation, tushachukua ngao ya jamii, tushachukua Toyota Cup. Tunaenda kuchukua ligi kuu Tanzania bara, NBC. Na tunaenda kuchukua kombe la muungano. Alafu tunachukua na kombe, tutachukua vikombe hivi. Nyie mtafanya research kwa sababu mwisho wa msimu kila timu tutauliza mna kikombe gani ambacho mmechukua ndani ya msimu. Mwisho wa msimu hautaulizwa si umeenda robo final nusu, utaulizwa una kikombe gani umechukua. Kwa tunaenda kuweka rekodi hiyo. Kwa pekee lazima mimi nishukuru na wachezaji nishukuru. Lakini vile vile Stefano Aziki amefunga bao 4 ndani ya mechi moja. Inawezekana ndo mchezaji pekee ambaye amefunga magoli mengi ndani ya mwaka huu ukiacha Haaland. Si ndio? Yaani Haaland pamoja na Stefano Aziki daraja lao linakuwa ni mmoja kwa sababu ni wachezaji ambao wamefunga bao 4. Kwa hiyo ndio kubwa klabu ya Yanga. Na hiyo ndio namba 10 bora ambayo inapatikana kwenye klabu ya Yanga. Ukimwacha Chama, ukimwacha Stefano Aziki, ukimwacha Feitoto ambao pita klabu ya Yanga, hakuna namba 10 nyingine yoyote katika ardhi ya Tanzania ambaye amekuja ametoa huduma ni bora kama Stefano Aziki, kama Clatous Chama, kama Feitoto. Hakuna namba 10 na hiyo. Zote zimecheza kwenye klabu ya Yanga na zote zimehudumia klabu ya Yanga. Kwa sisi inaonekana ni kama chuo cha mpira. Inawezekana so Afrika, ni duniani kwa ujumla. Kwa sisi ndio timu pekee ambao tunatoa huduma na leo nimeshangaa referee. Leo KMC referee anaonyesha dakika 2. Tumeenda Azam Complex ameweka dakika. Yaani Yanga inahitaji kufunga mabao mengi. Referee na kamisa wanaonyesha dakika hizi. Hujasikia mashabiki wa Yanga wanalalamika jukwani? Chamazi hamkuhitaji magoli mengi. Chamazi huhitaji magoli mengi, lakini unaangalia muda ambao uliotokea. Hao watoto mara nyingi wamejidondosha, lakini referee kafidia dakika hizi. Yaani muda ambao umepoteza na dakika zotoa hazifanani. Chamazi manaki ni vile muda ambao umepotea na dakika ambao zilikuwepo hazikufanana. Kwa hiyo Chamazi kwa piga bao 5. Ule utoto wa Chamazi wa kuvunja wachezaji sisi na hapa umetokea. Hujamuona Baka kama mimomwizo. Ni utoto tu za timu ndogo ndogo ndo zinatokea hayo mambo. Lakini tumeweka historia katika ukubwa huo. Mwalimu, mnaenda kukutana na JKT Tanzania nusu finali. Mchezo wa mwisho Yanga na JKT Tanzania ulikuwa ni mchezo mgumu sana, sala bila kufungana. Kwanza Kwanza natakiwa uelewe kitu kimoja. JKT hawezi kusema timu kubwa kuliko klabu ya Yanga. Hizo ni matusi tunadhiaka. Msimu uliopita JKT tulipiga bao 5, si ndio? Ausha sawa? Sahihi. Haiwezekani timu kama JKT tukasema ni mzani. So size yetu. Size yetu sisi ni wakubwa national Mamelodi. Ndio wakubwa wenzetu ambao tuko kwenye klabu bingwa barani Afrika. Haiwezekani JKT tukasema, na mimi naombea kwa Mungu kwa sababu nusu finali inawezekana akacheza Songea. Si ndio? Kiama ambacho alichokipata hawa Singida, hawa Stand United. Ndio hao wataenda kupata kiama hao JKT. JKT hana wachezaji wa kusema upishane na Yanga. Hiyo sio kweli. Ni kutukana mpira na kuziaki mpira tu peke yake. Ndio neno fasaha ambao utaweza kusema eti JKT amchallenge Yanga. Hiyo sio kweli. Lakini kwa sababu nyie mnahitaji hiyo huduma na tutampa. Na tutampa kwa sababu kuna mtu pale JKT ana kielele, ana mdomo. Tutamfundisha adabu. Na asiyefunzwa na mamae duniani, anafunzwa na ulimwengu. Ulimwengu ni Yanga Sports Club. Huyo unazungumza usimtaje jina, Mimi sihitaji kumpa mtu maarufu.
Umeelewa sijui? Yaani mimi sihitaji kumpa umaarufu hata jina sasa kumtaja, lakini tutamshikisha adabu. Mwalimu